Kitabu cha Yoshua sura ya 10 kuanzia mstari wa 8. Bwana akamwambia Yoshua, usiwache watu hao, kwa kuwa mimi nimekwisha kuwatia mikononi mwako. Hapana mtu awaye yote miongoni mwao atakayesimama mbele yako. Basi Yoshua akawafikiria ghafla, kwani alikwea kutoka Gilgal kwenda usiku kucha. Bwana naye akawatapanya mbele ya Israeli, naye Israeli akawaua wauaji ulio mkuu hapo Gibeoni. Akawafukuza wakimbilie hiyo njia ya kukwelea kwenda Beth-horoni, na kuwapiga hata kufikiria Azeka, tena hata kufikiria Makeda. Kisha ikawa hapo walipokuwa wakimbia mbele ya Israeli, hapo walipokuwa katika kutelemkia Beth-horoni, ndipo Bwana alipowatupia mawe makubwa kutoka mbinguni juu yao hata kufikiria Azeka, nao wakafa. Hao waliokufa kwa kuuawa na hayo mawe ya barafu walikuwa ni wengi kuliko hao waliouawa na wana wa Israeli kwa upanga. Ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli. Akasema mbele ya Israeli, wewe jua simama kimya juu ya Gibeoni, na wewe mwezi simama katika bonde la Aiyaloni. Ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia, hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha jipatiliza juu ya adui zao. Hayo je, hayakuandikwa ndani ya kitabu cha Yashari? Basi jua likasimama kimya katikati ya mbingu, wala halikufanya haraka kuchwa kama muda wa siku nzima. Haikuwapo siku nyingine mfano wa siku hiyo katika siku zilizotangulia mbele yake, wala katika hizo zilizoandamana badala yake, hata ikawa yeye Bwana kuisikia sauti ya binadamu. Kwa kuwa Bwana alipiga vita kwa ajili ya Israeli. Basi Yoshua akarudi na Israeli wote wakarudi pamoja naye mpaka malangoni hapo Gilgal.